Hivyo Biblia inasema ya kwamba kumtegemea Bwana. Tukiangalia katika watu wale ambao walikaa katika maisha ya kumtegemea Bwana, hakika hawakuaibika. Bwana asifiwe. Hawakuaibika, walisimama na hawakuweza kupungukiwa. Bwana asifiwe, kwa sababu tumaini lao wameweka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Licha ya hukumu, licha ya huzuni, tumaini lao lilipaki kwa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunajifunza kuhusu kumtumainia Bwana. Bwana asifiwe. Huwa wanasema ya kwamba ni kujipanga, lakini mimi nasema kaa tayari kila wakati, kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Wakati unamtumainia na kumtegemea, anaweka neno la wakati ndani ya kinywa chako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutasoma katika kitabu cha Yeremia. Pate msomaji katika kitabu cha Yeremia 17. Tutasoma mpaka 9, kisha tutaendelea baadaye. Mwenye amepata anasoma. Yeremia 17, mlango wake wa 4, nisomeo mpaka 8. Hakuna mwenye ako na Biblia? Soma dadangu. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Bwana asifiwe. Amen. Ningependa uanzie mlango wake wa 4. Rudi nyuma, anzie 4. Nakusubiri. Naam, wewe nafsi yako utaachana na urithi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua. Maana umewasha moto katika hasira yangu, utakaowaka milele. 5. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. 6. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakayopokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi kavu isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakapokuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi wake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautagawanyika. Hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amen. 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Bwana asifiwe. Ubarikiwe dada. Biblia inasema ukianzia hapo 17 kushuka, kuna mtu alikuwa anaitwa Yuda. Bwana asifiwe. Amina. Yaani Biblia inasema kuna maneno yale alifanya yakamchukiza Mungu, na hasira ya Bwana ikapanda, na Mungu akaona kweli kabisa katika mji wa Israeli. Unajua mji wa Israeli ni mji wa Mungu. Bwana asifiwe. Ama Israeli ni taifa la Mungu. Kila wakati Mungu huwa analiangalia lile taifa, kwa sababu Biblia inasema tuliweza kurithi kutoka katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Yuda, kuna vitu viliweza kuinuka kinyume na Mungu. Bwana asifiwe. Ama kinyume na mapenzi ya Mungu, akaanza kuviangalia zaidi, ama akaanza kuvitegemea. Bwana asifiwe. Akaanza kuenda katika vitu vile na kuviangalia na kuenda. Biblia inasema akaanza hata mpaka
asifiwe. Ama ataanza kuenda mbali na Mungu. Na wakati Mungu alipokuwa juu mbinguni akaangalia, Bwana asifiwe, akaangalia mtu huyu kabisa, tamaa, hana haja na Mungu tena. Amerudisha mambo yake kwa mambo yake mwenyewe, anayaangalia mambo yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika harakati hiyo, Mungu akiwa juu mbinguni akaona, na hasira ya Mungu ikainuka. Bwana asifiwe. Wakati hasira ya Mungu iliinuka, Biblia inasema ya kwamba hasira yake ikapanda na akaweza kutoa maneno machungu. Bwana asifiwe. Kwa mtu yule ambaye hamtegemei Mungu ama hamtumaini Mungu, ameacha mambo ya Mungu, anatembea yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna vitu unaweza fanya ukaona ni kwa akili zako. Kuna vile unaweza tembea na ukaona wewe unaweza sana. Bwana asifiwe. Huyu mtu, Biblia inasema ya kwamba akawa na wakati mgumu, ama Mungu akawa na wakati mgumu, wakati anamhitaji hampati. Bwana asifiwe. Ama kutokupatikana katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Akaenda vile akili zake zinamwambia, na Biblia inasema ya kwamba Bwana akatoa hoyo. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba kuanzia leo hasira yangu imewaka. Bwana asifiwe. Hasira yangu imewaka. Kwa hivyo mtu yule ambaye hatanitegemea, akasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Bwana asifiwe. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye, yani kuanzia sasa na kuendelea. Bwana akasema amelaaniwa. Kwa hivyo kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja ama makosa ya mtu mmoja, honyo ikatolewa. Bwana asifiwe. Amelaaniwa mtu yule atakayemtegemea mwanadamu. Kwa kila jambo unaangalianga tu mwanadamu. Bwana asifiwe. Hauangalii Mungu. Wakati watu wanalia wakiangalia Mungu, wewe unaangalia mtu mwingine, unaangalia binadamu. Bwana asifiwe. Ambaye ukiangalia dunia vile ilivyo kabisa haina msaada wowote. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akapata hasira na akasema amelaaniwa mtu huyu. Kwa hivyo yawezekana tukawa tunang'ang'ana, na kumbe kwa sababu ya kutembea mbali na Mungu, Mungu ametulaani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kung'ang'ana, kwa sababu ya sasa utaenda tu ukisema ninang'ang'ana, kwa sababu hiyo Mungu amekuacha. Bwana asifiwe. Na anasema vizuri, umelaaniwa. Na unajua laana tunairithi. Bwana asifiwe. Kutoka katika vizazi na vizazi tunaishi maisha ambayo tunang'ang'ana kwa sababu ya laana. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri kama unanisikiza mchana wa leo. Kwa hivyo Mungu akasema amelaaniwa mtu huyu, kwa sababu ameweka tumaini lake kwa vitu za kupita. Hata hamjui Mungu. Bwana asifiwe. Angalii maneno ya Mungu, hana wakati na Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Hapatikani kabisa. Haja yake yeye ni bora aridhishe dunia. Biblia inasema amelaaniwa mtu huyu ambaye anamtegemea mwanadamu, amemfanya mwanadamu kuwa kinga lake. Bwana asifiwe. Wengi wamefanya wanadamu kuwa kinga lao. Kwa nini? Wengine wameenda kwa wanadamu wa kawaida, wameenda kwa waganga, wameenda kwa miungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndani ya moyo wake hampendi Mungu. Bwana asifiwe. Ama hampendezi Mungu kabisa, yani ametoa tumaini lake kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kabisa ukikutana naye hana Mungu kabisa. Naye Biblia inazidi kusema mtu huyu amelaaniwa. Bwana asifiwe. Na umelaaniwa. Wakati unalaaniwa, wacha nikwambie, unalaaniwa kizazi chako chote. Bwana asifiwe. Kinakaa katika laana. Wakati unaamka kutafuta, unashindwa utapata wapi, kwa sababu wewe tumaini lako ni kwa mwanadamu. Bwana asifiwe. Mwanadamu atakupea leo na kesho hatakupea. Mwanadamu atahesabu gharama. Bwana asifiwe. Lakini Mungu hatahesabu gharama, kwa sababu yeye ni mzazi wa wote. Yeye hakagui na yeye hapagui. Bwana asifiwe. Yeye haangalii kama mwanadamu, bali yeye anaangalia baba wa wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amelaaniwa mtu huyu ambaye ameweka tumaini lake kwa wanadamu.
nikwambie, lakini utakaa katika nchi kavu kwa sababu utakaukiwa. Bwana asifiwe. Yani hautakuwa na chochote ndani mwako, utakuwa mtupu, utakuwa mkavu. Licha kitu yote ikikuja inapita kwako, mateso yote yakikuja kwako ndio kuna njia. Bwana asifiwe. Wakati kitu inainuka ni kwako ndio inapitia, kwa sababu wewe umetoa tumaini lako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati magonjwa yanakuja kwako ndio njia. Bwana asifiwe. Yani umekaukiwa kabisa, wakati unapata vyote vinaenda kwa shetani, kwa sababu wewe umekaukiwa na njia zako zote zimekauka. Hauna mbele wala hauna nyuma, kwa sababu matumaini yako umeweka kwa wanadamu. Bwana asifiwe. Umetembea kwa waganga. Unaona, wakati unamtegemea mwanadamu, yawezekana akakwambia kila siku uniletenge shilingi 10. Eti ya shilingi 10 unang'ang'ana kitambo upate ndio umpelekee. Hakuna, ili aweze kukuonea mambo yako. Bwana asifiwe. Unakaa kila wakati mawazo yako inasumbuka, kwa sababu uko katika ukame. Bwana asifiwe. Uko katika nchi kavu, uko katika nchi iliyolaaniwa. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu Elisha, kuna wakati alipita katika nchi moja ambayo ilikuwa imelaaniwa. Bwana asifiwe. Na nchi hiyo ililaniwa na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Ikaanza kuzaa mabosa. Yani nchi hiyo haina chochote, nchi hiyo iko kavu kabisa. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu wakati alipokuwa akipita, kwa sababu nchi hiyo ilikuwa imejaa machungu, watu wakakimbia wakasema, tumemuona mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na vile walimuona mtumishi wa Mungu wakajua, hapa tumepona, tunarudisha tumaini letu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Wakajua mtumishi wa Mungu wakati atasema neno tutaweza kupona. Bwana asifiwe. Wakaambia Elisha ya kwamba katika mji wetu tunaweza kupanda, katika mji wetu tunaweza kulima, lakini wakati tunalima hatupati mazao. Bwana asifiwe. Kwa sababu nchi hiyo ilikuwa imelaaniwa. Bwana asifiwe. Ilitembea katika laana. Dada, nataka kukuambia usitembee katika ukiwa, usitembee katika kutokumtumainia Mungu. Mtumainia Mungu kila wakati unapoamka asubuhi, unasema Bwana niko hapa, ninatembea katika njia zako Bwana. Bwana heri, Bwana akutangulie badala ya kutangulisha mambo yako. Bwana asifiwe. Wakati utamtangulisha Bwana, hautazaa mapoza, bali Bwana atakubariki. Bwana asifiwe. Weka matumaini yako kwa Bwana, naye Bwana atakuinua. Bwana asifiwe. Biblia inasema utatembea katika nchi kavu. Licha wewe mwenyewe utaona unatembea katika nchi ya baraka, lakini kwa mawazo yako na kwa moyo wako umemwacha Mungu, unatembea katika nchi kavu. Bwana asifiwe. Na hata mishipa yako itakauka, mito yako itakauka, haitatoka neno ndani mwako. Bwana asifiwe. Hautaweza hata kumshuhudia mtu mmoja habari za Bwana, hautaweza hata kumwombea mtu, kwa sababu wewe uko katika nchi kavu. Bwana asifiwe. Nchi ambayo imelaaniwa na laana za Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba utakaa katika nchi ambayo haina kitu, ambayo iko na utupu, hauridhiki. Hata ukipata kidogo haushukuru. Bwana asifiwe. Yani hiyo kitambo upate umetoa jasho sana, lakini mawazo yako ukiyaweka kwa Bwana, kuna maneno mazuri hapa chini. Bwana asifiwe. Kuna maneno mazuri katika Bwana. Biblia inasema wakati Elia alikuwa akipita, wakati walisema nchi yao ililaniwa, Elia akawaambia ya kwamba kuna matumaini. Bwana asifiwe. Aliweza kuwaombea na mji huo maji yaliyokuwa machungu yakaweza kupata ladha tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna matumaini kwa Bwana. Bwana asifiwe. Kuna matumaini kwa Bwana. Kuna maisha mazuri kwa Bwana. Bwana asifiwe. Licha ya kwamba utaonekana wewe umeisha, licha ya kwamba utaonekana hauna sauti mbele ya watu, hauna sauti, lakini ninataka kuambia
7:6 wale ambao wanaingia Yeremia. Nasema hivi, maana utakuwa kama fukara nyikani. Hataona yatakayo chantarudia. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. 17. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amen. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezayo mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amen. Bwana asifiwe. Unaona mtu huyu ambaye ameweka tumaini lake kwa Bwana. Biblia inasema vizuri, atakaa wakati wa jua kama mti ambao uko katikati ya bahari. Bwana asifiwe. Na utabarikiwa hata vizazi vyako. Utabarikiwa unapotoka na hata unaporejea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unatoa tumaini lako kwa Bwana, kuna hatari. Bwana asifiwe. Wakati unatoa tumaini lako kwa Bwana, hata dakika moja hivi maneno inaharibika. Bwana asifiwe. Maneno inaharibika kwa nini? Tunaona mtu huyu ambaye anamtegemea Mungu, na tunaona mtu huyu ambaye hamtegemei Mungu. Bwana asifiwe. Mtu huyu ambaye anakaa katika laana hataona mazuri. Bwana asifiwe. Hautaona mazuri, utakuwa unaona shida kila wakati. Yawezekana ndio unaenda kanisani, unafanya nini, lakini mawazo yako na moyo wako haumtegemei Mungu, ama haujaweka mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Unaenda kwa akili zako, licha ya kwamba tuko pamoja, tunaomba pamoja, lakini ndani ya moyo wako haujaamua kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Wengi tunaenda tukisema wacha niende tu kanisani kwa sababu watu wanaenda. Bwana asifiwe. Wacha nitembee na watu kwa sababu kutembea peke yangu ni ngumu. Bwana asifiwe. Nakwambia utatembea na watu na utakuwa kama fukara nyikani, kwa sababu tumaini lako umeweka kwa watu. Bwana asifiwe. Wakati unaweka tumaini lako kwa mtu, yawezekana akakudisappoint. Bwana asifiwe. Yawezekana akakuacha kwa njia, yawezekana akakutupa kwa sababu yawezekana ukamwambia mimi niko hivi na hivi, na ukaona mtu huyo akawa kikwazo ndani ya maisha yako, na ukaachana na njia za Mungu. Bwana asifiwe. Na hapo sasa, hiyo ndio hatari ya kuweza kurudi nyuma katika kuanza kutegemea mwanadamu, kwa sababu ulitegemea mwanadamu ya kwamba atakusaidia, na huyo hakukusaidia wewe, ukatoka katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Haukubaki katika njia za Mungu, kwa hivyo utanyauka, utakuwa kama kuni. Bwana asifiwe. Yenye kabisa maji haiwezi kuingia, chochote hakina maana kwako. Bwana asifiwe. Yaani utakosa mpaka amani, hautakuwa na amani ndani ya moyo wako, kwa sababu unatembea katika laana za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukatae kutembea katika laana. Yawezekana tuko katika kanisa, tunaomba, tunakula pamoja, lakini matumaini lako wewe ni kwa wanadamu. Bwana asifiwe. Hauridhiki, yani wewe uko tu. Bwana asifiwe. Weka tumaini kwa Mungu asubuhi ya leo. Weka tumaini kwa Bwana. Huyo ndiye atakusaidia. Aangalie sura, aangalie umefaaje. Yeye anaangalia moyo. Bwana asifiwe. Unajua wengi tunasema mimi nimeomba Mungu, nimekaa sana, nimefanya. Bwana asifiwe. Yaani tunaanza kujihesabia badala ya kuachia Mungu mwenyewe akuhesabie. Wewe unaanza kuhesabu gharama. Bwana asifiwe. Unaanza kusema nimefanya sana, nimeomba sana. Bwana asifiwe. Nimehudumu sana hata nimechoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu umechoka tayari, laana ya Mungu imekupata. Bwana asifiwe. Usichoka kwa kazi
kazi ya Mungu. Ukisema tu umechoka, tayari wewe umemtegemea nani? Bwana asifiwe. Umetoa tumaini lako kwa Mungu. Kwa sababu unampenda Mungu, utafanya mambo ambayo inastahili katika upande wa kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Kama ni kuomba, utaomba. Kama ni kuhubiri, utahubiri. Kama ni kuenda mikutano, utaenda mikutano, kwa sababu uko upande wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ukikubali kukaa katika laana, enda vile laana inaenda. Bwana asifiwe. Ili uonekane vizuri, wewe uko upande gani? Bwana asifiwe. Mwimbaji mwingine akawa akinibariki akisema, tangaza msimamo ewe mtu wa Mungu, ili ujulikane umesimama wapi. Ni kwa Mungu ama unamtegemea nani? Tangaza msimamo ueleweke vyema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukitangaza wewe ni wa Mungu, ubaki katika kumtumaini Bwana. Bwana asifiwe. Mtumaini Bwana katika moyo wako. Mtumaini Bwana katika maisha yako. Kwanza kabisa weka moyo wako wazi mbele za Bwana. Liwe liwalo, mimi ni wa Bwana. Bwana asifiwe. Yanipate mazuri, yanipate mabaya, yanipate kwa Bwana. Bwana asifiwe. Nimeweka tumaini, nimeweka nanga yangu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Nitamngoja yeye, nitasikiliza ananiambia nini. Bwana asifiwe. Nitasikiza sauti yake, anasema nifanye nini. Bwana asifiwe. Sitasikiliza sauti mbili. Unajua kuna sauti mbili. Kuna sauti itakwambia fanya hivi, kuna sauti itakwambia fanya hivi. Kwa hivyo kama wewe uko keen sana, sikiliza sana hizo sauti. Kuna sauti itakwambia hata leo usiende ushirika. Kuna nyingine itakwambia enda. Bwana asifiwe. Kuna nyingine itakwambia leo usiende ibada, oka tu na ulale kwa nyumba. Nyingine itakwambia enda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna sauti zinakuja huku na huku, na wewe utakuwa keen sana kusikiliza sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye naye ako mbioni, anajua ya kwamba kuna mahali mtu huyo anaenda na atafaulu, kwa sababu yeye ako mbioni naye atataka ushindi. Bwana asifiwe. Kwani mtu mwenye anakimbianga mbio, si anatarajia kila mtu anapiganianga namba 1? Hakuna mwenye anapiganianga namba 2. Namba 2 anajua tu amefeli. Lakini akipata namba 1 amekuwini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kumtumaini Bwana. Ni vizuri kuweka matumaini yako kwa Bwana. Ukame ije, wewe baki kwa Bwana. Bwana asifiwe. Wakati Bwana anaangalia, anajua mtu huyu ananitegemea. Mtu huyu nisipompea leo, kweli itakuwaje? Bwana asifiwe. Atakujibu hitaji lako, kwa sababu moyo wako uko wazi mbele zake na kabisa unampenda. Bwana asifiwe. Amen. Unajua na usipompenda mtu, hauwezi mwambia mambo yako. Utasemanga ni aisu ninampenda. Yaani ninampendako Mungu tu. Ninampendako. Lakini mambo mengine au muuzishi. Bwana asifiwe. Unaona hata katika nyumba, wakati mwingine mawazo iko huku na mwingine mawazo iko huku, watu hao hawatembei pamoja. Bwana asifiwe. Hiyo nyumba tayari imegawanyika hivi katikati. Huyo hako huku, huyo hako huku. Lakini wakati unatembea pamoja katika nia moja, katika upendo, mpaka lazima utamwambia mwenzako, leo kuko hivi, leo ninaona nifanye hivi, leo ninaona nifanye hivi, unaonaje? Bwana asifiwe. Hivyo ndio vile tu Mungu anafanya kazi na watu wake. Mpaka lazima, kwa sababu unampenda Mungu, mpaka unamwambia Mungu, mimi niko hivi, Mungu mimi niko na shida fulani. Mungu, yani kabla haujaambia mwingine, tayari ndani ya moyo wako umefanya mahusiano mazuri na Mungu. Bwana asifiwe. Huyo ndio mtu wako wa karibu. Mfanye kabisa hawe ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Umpende. Wakati utampenda yeye, naye atakupenda. Bwana asifiwe. Nawe katika imani utaanza kugrow, kwa sababu matumaini yako umempenda Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu umempenda Mungu, utamwambia Mungu. Shara amesema mwambie Yesu, mwambie. Mwambie Yesu, mwambie. Anaweza yote Yesu, mwambie. Atakushindia Yesu.
Yesu mwambie. Unaona, ukimwambia, yaani ukimpenda ni mpaka lazima utamwambia mambo yako. Bwana asifiwe. Ukimpenda mpaka lazima moyo wako utakuwa wazi. Hakuna chochote ambacho utamficha. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ombeni lolote mtakalo kwa jina langu. Bwana asifiwe. Wakati wewe utampenda Mungu na mwambie Mungu, haya maisha ninayakataa. Ninakataana na maneno yote ambayo nilikuwa nafanya mwanzoni. Mimi sasa nimeamua na wewe Mungu, nitembee na wewe Mungu. Bwana asifiwe. Naye Mungu atakuonesha njia zake. Bwana asifiwe. Atakwambia ukikanyaka hapa ni babaya, ukikanyaka hapa ni babaya. Kuna grupu ukitembea nayo sio mzuri. Bwana asifiwe. Asa wamama saa zingine unaweza jikuta umekaa kwa plot hauna kazi. Kwa sababu hauna kazi utapata grupu. Bwana asifiwe. Ile ambayo nayo haina kazi. Na iko na kazi ingine ambayo ni mzuri sana na ambayo ni mbaya. Bwana asifiwe. Kazi yako ni kukwambia tu unaona fulani kulienda, lakini kwa neno la Mungu haumpati. Bwana asifiwe. Yaani hapo ndipo sasa matumaini inaanza kutoka kwa Mungu pole pole. Bwana asifiwe. Mpaka sasa mzaa kingi unasema nilisikia fulani alisema. Yaani amekuhubiria ya kutosha na imechukua nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Nayo hiyo ikichukua nafasi, ama dhambi ikichukua nafasi ndani ya moyo wako, hakuna neno litatoka ambalo ni mzuri. Bwana asifiwe. Kila wakati itakuwa ni machungu. Kila wakati utakuwa ukiongea unaongea sawa, lakini hauongei sawa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo dhambi imeingia ndani mwako. Bwana asifiwe. Na ikishaingia hivi kutoka inakarimu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati huwa unasikia kitu mtu amekuambia, na amekuambia kitu ambacho kimekuudhi. Bwana asifiwe. Ndani ya moyo wako unasikianga afadhali sijui sasa nifanye nini. Nitoke niende nipigane ama nifanye nini? Sasa unaanza kutumia akili zako. Bwana asifiwe. Kumtegemea Mungu kunaisha. Maombi yale ulikuwa umeweka sawa mbele za Mungu, umeweka mahitaji yako sawa mbele za Mungu, yanaondolewa. Bwana asifiwe. Na kitu kimoja tu kinakuja kuharibu vitu vizuri ambavyo umeviweka. Bwana asifiwe. Mara mingi huwa tukienda hata kwa mazishi, unasikianga mtu anaongea uzuri wa mtu. Anaongea. Lakini wakati alikuwa mzima kuna mabaya alikuwa anafanya. Bwana asifiwe. Lakini ukienda kwa mazishi wanasema watu fulani alikuwa mzuri, fulani huyu alikuwa ananipeanga, fulani huyu alikuwa mtoaji. Yaani hayo maneno mazuri ndio wanafanya nini? Ndio wanatoa. Bwana asifiwe. Lakini hawatoangi maneno yale ambayo ni mabaya, waseme huyo fulani alikuwa mtukanaji, huyo fulani alikuwa mwizi, huyo fulani alikuwa mchawi. Hata kama ni mganga, hata kama anafanya nini, lakini utaona wanamfunika na neno la Mungu. Yaani wanamfunika ule utukufu wa Mungu. Wanasema alikuwa mzuri sana, alikuwa sijui anafanyanga nini. Bwana asifiwe. Mara mingi watu huwa wanaangalia ubaya. Angalia ubaya wa huyu mtu, usiangalie uzuri sana. Bwana asifiwe. Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu yeye amelaaniwa. Asubuhi ya leo matumaini yako wewe, wakati umeamka asubuhi ukiwa umemtegemea nani? Bwana asifiwe. Ni nani ambaye umejua tu asubuhi ya leo tumaini langu ni kwake, liwe liwalo, kuharibike, kukose kukua, mimi nitabaki kwake? Ni nani asubuhi ya leo umetengea nafasi ya maana? Je, ni laana ama ni baraka? Bwana asifiwe. Ni laana ama ni baraka? Ni wewe ukae ujiulize, useme mimi niko upande gani? Kwa sababu wakati ninamtumainia Bwana, Biblia inasema sitakosa. Hautakosa kwa sababu umemtumainia Bwana. Asubuhi unapoamka unasema Mungu. Lakini huwa ninaona kweli, unaona kama sisi wafanyabiashara saa zingine tunakuanga na imani. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati unatoka huwa haujui utakutana na nini. Haujui utapata ama hautapata. Lakini kwa sababu imani yake imemwambia, tena unaandika chini. Unachora vizuri,
Leo nini hakuna kwa hii nyumba? Hakuna unga. Leo nini hakuna kwa hii nyumba? Mboga. Unaandika budget. Imagine unafanya yani kiimani, kwa sababu haujui utapata ama utapata, lakini kwa akili yako na kwa imani yako unajua utafanya nini? Utapata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo imani tukiiweka kwa Bwana, Biblia inasema hatutakosa na hatutahangaika. Bwana asifiwe. Hatutatembea tena katika mahangaiko na tuko kwa Bwana. Tutakaa kama mti ambao uko katikati ya bahari. Hata kama mvua itapita miaka yote, mti huu utakaa ukiwa msafi, unametameta. Hautakosa hata kama wanasemanga huyu ni maskini, lakini hautakosa. Na hata kama utakosa, kuna utukufu uko nao. Bwana asifiwe. Utatembea kama umeng'ara, hata mtu anasema huyu anafanya kwa ofisi. Utatembea na wasomi, hiyo neema itakupata. Bwana asifiwe. Utaingia katika maofisi kubwa kubwa kwa sababu unamtumainia Bwana. Bwana asifiwe. Hautatembea katika mahangaiko. Utakaa katika meza ya wakubwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe tumaini lako umeliweka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema hautahangaika. Hautakosa. Bwana asifiwe. Hautalala njaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati unaonanga mwisho wako, huo ndio mwanzo wa Mungu. Yaani niliwaza na nikasema nikajitia moyo. Nikaambia watoto, wekeni maji ya ugali. Na hakuna unga. Nimetoka town, nimekuja, sina kitu. Lakini bado nashukuru Mungu tu. Na ninawaambia weka maji ya ugali kwa moto na hakuna unga. Sasa hawakukuwa wameangalia kwa ndoo kama hakuna unga. Lakini mimi nimewaambia weka maji ya ugali. Msichana akaweka maji ya ugali. Maji ikaanza kama yenye inataka kuchemuka. Sasa akili ikawaambia simuangalie kwa ndoo. Kuangalia kwa ndoo hakuna unga. Na nikawaambia hiyo maji mtakunywa na mtalala. Na Mungu atabaki ni Mungu. Sikuwaza sana, kidogo kidogo tu. Shilingi 300 kwa simu pa. Huyo sio Mungu jamani. Si walikula, walienda wakanunua unga na wakapiga na wakakula na wakasi. Yaani nikajua kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Hata kama asubuhi haujauza, tunakaanga saa zingine town. Yaani hata uone customer ulize kitu hii ni nini. Bwana asifiwe. Yaani unafika mahali unawaza. Lakini wakati unarudisha tu matumaini kwa Mungu tu hivi, unasikianga tu customer anakuja. Tena ule moyo wako ulikuwa unataka. Ama kuna mtu Mungu atamsumbua mahali, utasikia huyo mtu akikuja. Bwana asifiwe. Jamani ni vizuri kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Ukikaa kwa Mungu na uweke mawazo yako kwa Mungu, utembee katika njia za Mungu. Mahali unashindwa unasema Mungu niko pamoja na wewe. Mungu hatakuacha. Bwana asifiwe. Vile ameahidi ya kwamba amelaniwa, wewe sio wa laana, wewe ni wa baraka. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe ni baraka na umefanyika kuwa baraka mbele zake. Mungu hatakuacha uhangaike. Hatakuacha utembee kama fukara. Utakuwa wakati unasimama mbele za Mungu unasema Mungu mimi niko hapa. Nisihangaike kwa sababu mimi sio wa laana. Bwana asifiwe. Mimi ni wa upande wako Bwana. Na unasema wanaotembea na wewe watabarikiwa. Watakula, watakunywa. Bwana asifiwe. Mungu atakubariki kulingana na vile moyo wako uko wazi mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Mungu atakuinua kwa sababu haja yako na mahitaji yako umemkabidhi Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tukae kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ni vizuri tuweke matumaini yetu kwa Bwana. Kama kanisa tukae kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tusikae kwa kanisa bali tukae kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Unajua ukikaa kwa kanisa utakaanga tu ukiangalia fulani amevaaje, fulani ameshukaje, fulani anatembeangaje. Bwana asifiwe. Lakini ukikaa kwa Bwana utaangalia uzuri wa Bwana. Bwana asifiwe. Ukikaa kwa Bwana utaanza kutafakari ukuu
utampenda mwenzako. Ukimpenda mwenzako utamuombea. Bwana asifiwe. Na tuwe na kuridhika. Tuwe na kuridhika. Shukuru Mungu. Wala umelala njaa, shukuru Mungu. Wacha kusimama ukipiga parapanda mpaka majirani wajue unalalanga njaa. Wacha kutangaza uji wako. Bwana asifiwe. Amen. Ukisimama uambie jirani nimelala njaa, na huyo jirani ni wa dunia, atakusaidia na ataenda kesho kukusema. Hata anashindanga kuomba tu. Hata akana akili. Kwa sababu hiyo ni kazi ya watu ambao wanamtegemea shetani, ambao wametembea katika laana. Lakini yule ambaye ametembea katika neema ya Mungu, ukimwambia atakusaidia na hata kutangaza. Hata hautajua kama amekusaidia ni mambo yake, atakupea na hautasikia. Ni wewe na yeye na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Yaani huwa nafika mahali ninaanza kuangalia ukuu wa Mungu. Juzi wakati nimekuwa kwa ofisi ya chief, hapo ndio niliona Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Wapendwa, msitafute Mungu kwa mifuko. Mungu anapatikana. Bwana asifiwe. Ukimuomba hii masikio hii anasikia vizuri. Yaani wakati nilifika hivi, ambaye alikuwa adui amegeuka kuwa rafiki. Tena vile aliniona vile shemeji kuu, umekuja umefika. Kuja saini hapa. Hii shamba kujeni haraka mlime. Yaani akasahau kama kabisa alikuwa amenipiga vita. Lakini mimi nikajua huyu Mungu ninayemtegemea hangeniacha nihangaike. Bwana asifiwe. Hangeniacha niaibike kwa sababu tayari tulikuwa tumeomba Mungu. Kuna wakati tumekuwa na dada yetu tukiomba Mungu huko juu. Nikaambia Bwana, hapana. Kila kitu unasema kina mwisho. Na mimi sitaweza kupigana mwenyewe. Hii vita Mungu ni wewe utapigana. Tukajitia moyo na dada, kila mtu anaandikanga mahitaji yake. Nashukuru Mungu kwa sababu kweli hakuna kitu tumeomba Mungu na akakosa kujibu tena kwa wakati. Bwana asifiwe. Mwaka huo auishi. Wakati tulikuwa mwezi wa 6 nikamwambia hapana, dada niombee kwa sababu ya shamba langu. Mimi niko na shamba huku juu na hiyo shamba imeuzwa na yenye imebaki ninadai Mungu. Ni yangu hiyo, ni ya watoto wangu, ni urithi wa watoto wangu. Hata Biblia inasema urithi ni wa watoto. Mungu watoto wangu watarithi wapi? Na akaniambia weka imani kwa Mungu. Bwana asifiwe. Mkitembea pamoja na kuomba Mungu, unaona vile tunashikananga hivyo, sio bure. Tuliomba Mungu katika mlima huo. Bwana asifiwe. Na Mungu ninataka kukupea ushuhuda ulio wa haki na ni wa kweli. Mimi si kwenda huko juu kudai shamba. Wenyewe walianza kunitafuta. Nikapigiwa simu, wakaniambia, sasa shemeji mdogo, Mungu amewakosesha amani mpaka wenyewe ndani ya mioyo yao wameanza kuhisi hii shamba sio yetu. Mimi nikapigiwa simu nikaambiwa tuma pesa ya kulima shamba. Mwaka huu utalima shamba. Wacha nikwambie, tuliomba Disemba mwaka ukianza. Na nikaambia Mungu mwaka huu mpaka nitalima. Na kweli ilidhibitika. Nikaambia sina pesa lakini chenye nitapata nitafanya nini? Nitatuma. Kumtegemea Bwana ni kuzuri. Mimi nikafanya nini? Nikatuma pesa. Kwanza nikatuma 500, nikatuma 500. Nikamuuliza kabisa umelima? Akasema nimelima shamba yote. Tena kutoka mwisho mpaka mwisho. Yaani aliichanganya yote. Na unajua ni jamii na yani hajawaambia chochote. Sasa wakati walikuwa wanagawana hiyo shamba, huyu shemeji sasa mkubwa akakuja akasema, "Hii ndio madharau mko nayo. Umelimaje shamba yangu?" Huyo naye akamwambia hapana. Watoto ya ndugu yetu wanateseka sana. Na nimeona hao watoto kweli kabisa walimiwe chakula, wao wakifanya nini? Wakipelekewa. Akawaka moto. Sasa hapo ndio hasira ikafanya hivi. Bwana asifiwe. Nikajua kumbe Mungu akiwa upande wako hautaaibika. Mimi nilikuwa tayari nimeanza kuambia Mungu, asante kwa sababu Mungu umejibu maombi yangu. Na ninajua kwa sababu umejibu hautaniaibisha. Bwana asifiwe. Wenyewe wakagongana kidogo kwa chifu. Mimi nika hapa nasikia tu wananipigia simu. Wewe ndio fulani? Nikasema umelima shamba? Ya nani? Yangu. Unajua ninasema yangu, sina kitu ya kuonesha hiyo shamba ni yangu. Mimi nimelima tu. Mimi niko tu kwa giza, hata sijui hiyo shamba sijawahi kanyaga ndani. Sasa wakati chifu aliniambia, "Wewe una uhakika hiyo shamba ni yako?" Nikasema, kabisa,
Tumaini. Nikasema nakuja hata leo na sina pesa. Lakini niko namwambia hata saa hii ukinihitaji na ninakuja na sina pesa. Bwana asifiwe. Kumtumainia Mungu unaweka imani ya kuhatarisha. Bwana asifiwe. Kama mbaya ni mbaya na Mungu atakupigania. Hapo ndio Mungu sasa atashika ushukani. Bwana asifiwe. Wakati ninaongea hivi na ninasema Mungu, wewe ni Mungu na uliahidi kwa neno lako ya kwamba watu wangu hawatahangaika, hawatakosa mkate, hawataishi kama fukara. Ninaanza kuambia Mungu, hapo sasa nimekimbia. Kuna nini choo hapo Riani. Ninaenda na mtu anafikiria naenda kwa choo. Ninaenda kuomba. Mungu wako kila mahali, wacha niwaambie. Wakati nikatoka huko sasa, wenzangu akaniambia, wamekupigia simu iko shida gani? Nasema Mungu wako. Yaani hakuna kitu nilikuwa naongea, ni Mungu tu. Sababu hao wakiamua kusema mimi ni mwizi, watanishika tu. Kwa sababu sina kitu ya kuonesha, hiyo shamba ni yangu na tayari nimefanya nini? Nimelima. Sasa nikaanza kuambia Mungu, gusa huyu shemeji huyu ambaye ni pigo kabisa, kwa hiyo ameuza shamba. Kazi yake ni kukunywa tu. Nikarudi, shemeji kidogo mkubwa mwenye wanafuatana akanipigia simu. Akaniambia, shika imani kabisa. Huyo sasa anajua wako Mungu. Licha ni wa SK, nataka kuambia watu wanaomba. Akasema, mimi nimeenda si Jumapili, mimi niko ninaomba huko, yeye haka naomba. Wakati tu nilikuwa naomba hapa, anasema jioni akaniambia nimeomba Mungu mpaka nikalia machozi kwa sababu ya ndugu yetu na jamii yetu na watoto wetu wote wenye wako town. Bwana asifiwe. Ati aliomba mpaka akalia. Nikasema sasa Mungu amefanya. Ati asubuhi huyo shemeji aliamukia kwao na akawaambia, sijalala. Sasa hiyo ni Monday. Sijalala. Ninasikia uchungu sana ndani ya moyo wangu. Ninaona hao watoto afadhali warudi tu kwa hii familia na wakae vizuri, wakuje wajenge shamba yao iko. Yaani mpaka huyo shemeji akamwangalia akasema, huyu amepakawa ama ni nini? Na hiyo tu ndio sasa aliamuka nayo. Aingiangi kwa hiyo nyumba na hawasalimianingi hivi. Kila mtu anaishi kivyake. Yaani wanaishi kama wanyama, hakuna mwenye anaonanga mwingine. Hata kama anagonjeka, hakuna mwenye anaenda kwa mwingine. Lakini hiyo siku, hiyo maombi iliwashikanisha. Wakakuja kwa ofisi Jumanne kama wameshikana hivi wote watatu na hakuna mwenye anayekulanga kwa mwingine. Sasa wakati nilifika hivi, wamekaa kwa mawe. Unajua Saboti kuna mamawe sasa kwa chifu hapo kuna kamawe hivi. Wamekaa wameangalia tu penye tutokee. Ile gari ilisimama tu hivi, wakasema hako tu kwa hiyo. Wenyewe asubuhi na mapema nilipata kabisa wameandika barua. Na vile nilifika wakakuja wakanikimbilia wakanisalimia wakasema sasa maneno iliisha jana. Yaani mimi nilikuwa natarajia itaishia kwa chifu, lakini maneno iliisha jana. Sababu maneno iliisha jana, tuliandika barua ndio hii. Kumaanisha kila kitu tumekupatia, wewe saini hapa, hii ni jina ya mtoto, hii ni jina yako, shamba tumewapatia na ukoo ya Wateso ya Komoro. Nilishukuru Mungu wapendwa, nilitoka kwa huo mlima kama ninashuka na nguvu na sina transport. Bwana asifiwe. Wakaniambia wewe kuja upande shamba yako, hata iko inamea. Nikasema chochote ambacho unafanya kwa kumtumainia Mungu, usifikirie Mungu asikii. Mungu ana masikio. Anaangalia moyo wako wakati unawasilisha mbele za Mungu. Je, umeweka matumaini kwake? Hiyo hitaji yenye umeombea miaka mingi, umeweka matumaini kwa Bwana? Unamsikiliza Mungu? Na Mungu anakusikiliza ama wewe mawazo yako iko mbali na Mungu? Moyo wako uko mbali na Mungu? Wakati unaombea kitu wewe uko unawaza sijui fulani atakuja anisaidie. Hapana, wakati umefika mwisho wa kila jambo, Mungu ndio final. Bwana asifiwe. Wakati umefika kabisa umeumia, kitu imekuumiza, wacha kuangalia mzee yako, wacha kuangalia baba yako. Kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Anajibu kwa wakati kwa sababu umemtegemea yeye. Bwana asifiwe. Wamtegemea Bwana hawataaibika na hawatahangaika. Bwana asifiwe. Unasimama kwa neno la Mungu unasema mimi nilisoma na sitahangaika Bwana. Fungua maofisi. Bwana asifiwe.
kama wewe. Mungu ana uwezo wa kufungua ofisi. Bwana asifiwe. Ana uwezo wa kufungua ofisi ya ualimu. Ana uwezo wa kufungua ofisi ya udaktari, kwa sababu wewe unamtegemea, hautahangaika. Bwana asifiwe. Weka imani yako kwa Bwana. Wakati unaambia Mungu kitu, weka matumaini kwa Mungu. Bwana asifiwe. Usiombe Mungu mwingine iko huku na Mungu mwingine iko huku. Hata watu wanaenda hata masomo ya mbali na hata hawafaulu. Sasa wewe tayari umeanza kujishusha imani yako. Bwana asifiwe. Wakati unaweka matumaini kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana. Bwana asifiwe. Weka moyo wako kwa Bwana. Moyo wako uwe wazi. Hata mahali penye hujawahi ingia. Bwana asifiwe. Kuna wakati sikuagi rahisi sana kuingia kwa maofisi. Sasa wakati watoto wamekuwa na shida ya kupata birth certificate, nikatoka hapa nikaenda kwa DC kwa ofisi, wakaniambia hii kesi yako inatakana iende juu. Nikaambia Mungu wako huko juu, anaenda kunikutanisha na hao wakubwa, wala ambao tunawaita wakubwa kuliko Mungu. Bwana asifiwe. Wakati nilifika hivi, huyo mtu akaniambia, na wewe ukakujaje hapa? Nikasema nimekuja tu vile umeniona. Shida yako ni nini? Nikasema mtoto wangu ana birth certificate na sina kitambulisho ya baba yake. Baba yake alikufa. Na imebidi wamrudishe darasa la nyuma kwa sababu hajaweza. Kwa ofisi ya education akaniambia, wacha nipige. Alipiga simu mpaka Nairobi, mpaka kila mahali anisaidie. Na kwa hiyo hali tukaanza sasa kujuana. Yaani Mungu anaweza kukukutanisha na mtu ule atakusaidia, lakini sisi wenyewe tunakuanga na hofu na uoga. Wakati alianza kuniuliza, wewe unatoka wapi? Mimi nikamwambia mimi natoka sehemu za Tongareni huko, mahali panaitwa Brigadier. Yaani nikagonga kwake pa. Akasema huko ndio kwangu. Wewe ni mtoto wa nani? Nikasema mimi ni mtoto wa fulani. Mtoto wa fulani? Na unatesekea tauni. Leta haraka hizo vitu nikutengenezee haraka. Bwana asifiwe. Kumtangulisha Mungu anaweza kukuketisha kwa ofisi kubwa. Anaandaa kunguru kule. Bwana asifiwe. Wakati unaenda unafikiria hautapata mtu, nakwambia kwa sababu uko na Mungu atakukutanisha na mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiogope kwa mambo mengine, tumtegemee Mungu. Bwana asifiwe. Tusiogope kuomba neno lolote kwa Mungu. Mungu ana utajiri wote. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kukuinua kutoka mavumbini mpaka juu kwa sababu umeweka akili zako na moyo wako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Nisomee mstari wa 9. Hiyo tu Yeremia. Sasa tuko mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuijua? Endelea. Mimi ni Bwana, na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matendo, kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Ama najiongelesha? Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu. Bwana asifiwe. Amen. Kando na kila kitu, katika mambo yote, katika kila kitu chenye unafanya, Biblia imequote moyo. Mambo haya yote yanatokana na moyo wako. Bwana asifiwe. Moyo wako uko aje? Moyo wako unampenda Mungu? Moyo wako unawaza nini na Mungu? Bwana asifiwe. Tumesema kuhusu kumtegemea Mungu, tumesema kuhusu kumtegemea shetani ama dunia ama mwanadamu. Ninataka kukwambia kuna moyo sasa ambayo ni kina. Bwana asifiwe. Ambayo sasa ni kila kitu ama ni injini ya maisha yako, ni moyo. Bwana asifiwe. Asubuhi wakati umeamka, umeambia Mungu nini ndani ya moyo wako? Bwana asifiwe. Umesema naenda kufanya nini? Umesema, yani umejihubiria tayari ndani ya moyo wako.
sababu Biblia ikasema hamtegemeaye mwanadamu amelaniwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu yote inatoka ndani ya moyo. Hata kutokutembea katika njia za Mungu ni kutoka ndani ya moyo, hazina yako. Bwana asifiwe. Wakati umeamua kufanya kitu na moyo wako wote, kitu hiyo huwa inafaulu. Bwana asifiwe. Na wakati haujaamua kwa moyo, hiyo kitu huwa inafail. Bwana asifiwe. Moyo huwa ni mdanganyifu. Moyo umejaa uoga. Bwana asifiwe. Wakati unaomba kitu unaanza, yani moyo unakuambia na utafaulu. Baba yako hakufaulu. Hata wajomba yako hawakuendesha. Hata mama yako hakulalia mattress. Yani moyo unaanza maneno. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unatembea katika laana, moyo unaanza kukuambia sasa, hapa ndio sasa imefika. Sasa ndio wakati wewe sasa tuone utaenda wapi. Bwana asifiwe. Vitisho sasa inaanza kuingia na wewe moyo unajaa wasiwasi. Unaanza kuhangaisha maombi yako. Bwana asifiwe. Wakati unaomba uwezi weka mawazo kwa Mungu, moyo unaanza kuhangaika. Wakati unaanza kutubu unasema Yesu nisamehe, hizi damu ya ukabila na desturi. Ndani ya moyo wako unasikia moyo unakwambia, lakini hata kama unaomba, lakini hata kama unawaza kufanya hili kwa sababu fulani hakufaulu, hata wewe hautafaulu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu baba yako alikufa katika laana, wewe utafaulu aje? Ninataka kumwambia moyo ukiwa mdanganyifu hautafaulu. Bwana asifiwe. Moyo wako, mawazo yako, wakati inawaza tu kugonga wengine, mawazo yako inawaza tu nitapata fulani tufanye kwa ABCD. Hakika hapo ndipo tunachichanganya. Bwana asifiwe. Moyo yawezekana ukakwambia unaweza kujenga ghorofa. Hapo sasa tamaa inaanza kuwaka moto. Unakimbishana na wa magorofa. Unakimbishana na ukifika mwisho uone sasa haufaulu, na huo moyo unakuondoa kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama nimeomba muda mwingi, yani sasa mawazo, Bwana asifiwe, inaanza kuingia kwa moyo, inakuhubiria. Wale walitangulia kwenda kwa makanisa, wengine hata walianguka, wengine hata walifanya nini. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Bwana asifiwe. Unaanza kukudanganya, unaanza kukuchote yako, unaanza kuwaza watu wakienda hivi huwa wanafaulu, mimi ni nani? Wacha mimi naye niende, kwa sababu watu huwa wanaenda wakifaulu. Nataka kukwambia ukienda kwa mwili wako, moyo utakusukuma utamani, wakati utaenda utakwama huko. Bwana asifiwe. Moyo huwa ni mdanganyifu, na moyo wako tena ukiuweka sawa mbele za Mungu hautakudanganya. Kuna yule achunguzaye moyo na kuna yule apimaye viwango mpaka ndani ya mishipa. Bwana asifiwe. Ambaye ni Mungu anaangalia moyo wako vizuri. Bwana asifiwe. Wakati unasimama hivi anasema huyu ni fulani, anakujua mpaka mawazo, anajua mpaka hesabu ya kichwa chako nywele. Bwana asifiwe. Huyo ni Mungu ambaye anakuchunguza. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo kuna yule anakuchunguza, anaangalia na anagawa mpaka matendo ya maisha yako. Bwana asifiwe. Mpaka baraka za maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna ushuhuda tukiwa hapa town, tunaonanga vituko saa zingine. Unaweza kaa hivi uone mtu anakuja. Sio vibaya kusema hii kitu. Huyu mtu ni kiwete kabisa, hata hawezi chochote, lakini akikuja ako na vituko ya kishetani. Yani nilikuwa nikisoma hapa mahali na nikasema Mungu kumbe huwa anapea mtu kulingana na moyo wake. Yani huyo mtu alitusi hapo mama mwingine askari. Mtu yani mpaka anasema nitakuweka teke, na hana mguu wa kuweka teke. Nitakupiga mangumi. Sasa tukaanza kuulizana. Vitu zingine si ni majaribio tu mbele za Mungu. Tukaambia huyo mama, hii ndio sasa Biblia inasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Sasa huyu moyo wake unamwambia atarusha teke na ana mguu.
atakupiga ngumi na hakuna mguu wa kusimama ndiye akufanye nini? Akupige ngumi. Sasa ukiona saa zingine kitu inafanyika, ufanyika kwa wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtu huyu moyo wake kabisa unaashiria mambo mabaya kabisa ya kishetani. Na mpaka anasema yani anamtusi vibaya kabisa. Mimi nikasema hata imetosha. Kila kitu inakuwa na mwisho. Msamehe tu. Ninasamehe nini? Nyinyi ndio mnajifanya mnahubiri. Mnajifanya sijui. Nikasema mimi namjua Mungu wewe. Namjua kabisa. Ninayemtumaini mimi namjua. Kama wewe haumjui mimi ninamjua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila kitu huenda na mawazo yako na matendo yako yanakufuata, na hayo ndio matunda utakayo yavuna. Bwana asifiwe. Vile moyo wako unakupeleka, vile mawazo yako yanakupeleka, kama moyo unakudanganya, utavuna uharibifu. Bwana asifiwe. Kwa sababu moyo wako umewaza huo uharibifu. Na moyo wako ukiwaza kufaulu katika Bwana, utafaulu katika Bwana. Bwana asifiwe. Utaendesha katika Bwana. Utawazaa watoto, utalea katika Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama itachelewa imaanishi utakufa bila kulea. Mungu ana makusudi. Bwana asifiwe. Biblia inasema atakupea matunda. Bwana asifiwe. Ya moyo wako, matendo yako. Bwana asifiwe. Wewe moyo wako unawaza nini asubuhi ya leo? Unawaza nini ukiwa mbele za Mungu? Bwana asifiwe. Moyo wako unawazia nini jirani yako? Bwana asifiwe. Moyo ni mdanganyifu, kwa sababu unaweza kuwa na jirani anakuanzia kukuua na wewe haujui. Bwana asifiwe. Unaenda unakula pamoja na yeye, mnakaa pamoja na yeye, lakini haujui moyo wake. Bwana asifiwe. Yawezekana ukawa na mume wako anawaza kukuua, lakini wewe haujui. Lakini kuna hule anajua, anachunguza moyo. Bwana asifiwe. Kuna hule ambaye anajua moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kila wakati. Bwana asifiwe. Na una ugonjwa wa kufisha. Yaani ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Tufanye nini sisi ambazo tunamjua Mungu? Tutafanya nini sisi ambayo tunamjua Mungu na tunamtumaini Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Je, moyo wako unawaza nini asubuhi ya leo? Moyo wako unawazia jirani yako nini? Salimia jirani yako umwambie unawazia nini mwenzako. Unaniwazia nini? Kumbe masaa imeisha. Unawazia nini jirani yako? Hata salamu ya Mungu hakuna. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo inaashiria inatoka ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Salamu tu ya Mungu. Asubuhi ukipita hivi kwa mwenzako, habari yako? Umeshindaje? Ni shida. Bwana asifiwe. Kwa sababu hazina yako, moyo wako umejaza mambo mabaya. Licha juu unaonekana wewe ni mzuri, lakini hazina yako inatoa maneno machafu. Bwana asifiwe. Kuna ule anayechunguza moyo asubuhi ya leo. Kuna yule ambaye anaangalia huduma yako asubuhi ya leo. Vile unafanya aje? Unampendeza Mungu ama unafanya kwa sababu watu wakuone? Unatembea aje? Bwana asifiwe. Naweza endelea mpaka saa 6. Si Mungu amani awabariki. Hakika mbarikiwe na tuishi katika kumtegemea Mungu. Mungu wa amani awabariki sana. Mbarikiwe kabisa na mbarikiwe na hilo neno, na Mungu awabariki.